Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo tena siku nyingine njema yenye nuru na kheri ambayo Allah ametuletea. Na leo ndani ya studio zetu, mpenzi mtazamaji, sina mwingine isipokuwa ni ustadha wetu, Ustadha Sofia, ambaye anakujuza mengi kuhusiana na masuala ya wanawake, ima ni majumbani, ima ni katika maisha yetu kiuhalisia. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia kujenga kizazi kwa misingi ya Ahlul Bait. Insha Allah, tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana ustadha. Asante sana na furaha tena kukuona. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na kuweza kukutana tena katika siku hii ya leo. Alhamdulillah. So inshallah, bila kupoteza muda, a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Kama tulivyoambiwa na dada yetu hapa Haifa kwamba tunaingia katika mada yetu ya leo ni kujenga kizazi kwa misingi ya Ahlul Bait alayhimus salam. Kama tunavyojua sisi kama Waislamu Mashia, tukisema kwamba Ahlul Bait tunawafahamu ni kina nani. Ndiyo. Na kujenga kizazi kupitia Ahlul Bait kwetu sisi, yani tuseme ni kama vile tuseme ni faradhi. Kwa mujibu wa aya, kwa mujibu wa hadithi ambazo tulizoambiwa. Na pia vile vile ni moja miongoni mwa malezi ambayo yatakiwa kuwa bora. Kwa sababu kwanza Ahlul Bait wao ndo mfano kwetu sisi hapa. Katika kila kitu tunachotaka kukifanya tunaenda kuangalia Ahlul Bait wao jinsi walivyofanya, walifanyaje mpaka ikawa wamefika pale walipofika. Kwa hiyo ina maana kwamba hata sisi hapa midamu wale ndio kigizo chetu, inabidi tuangalie sana kile tunachotaka kukifanya kupitia kwao. Tukiangalia Ahlul Bait alayhi wasallam ni nyumba ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ina maana kwamba tukijenga kizazi chetu sisi kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Bait alayhi wasallam, tunaambiwa kwamba hii inahusisha kukuza maadili. Yani ina maana kwamba maadili ya familia, ya watoto wako, hata wewe mwenyewe na kila mtu ndani na nje katika mujtama wa watu, inakuwa kwamba tunadumisha maadili yaliyokuwa ni mazuri. Ambayo ndo hasa ni msingi katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu kila mmoja anapenda katika nyumba yake watoto wake wawe na maadili mema. Na maadili mema haya tutayapata wapi? Basi tunaingia pale kwa Ahlul Bait. Na pia vile vile watakuwa katika tabia zilizokuwa ni nzuri. Kwa sababu tabia tunaangalia pia mtume alikuwa na tabia gani, kwa sababu yeye ndo kigezo chetu. Na wafuasi na kizazi chake pia ndo kigezo chetu sisi. Kwa hiyo lazima tunapita kupitia kwake tuangalie tabia zao zilikuwaje. Je, hiki tunachotaka kukifanya ni sawa? Mtume alifanya ama Ahlul Bait alayhimus salam walifanya? Kwa hiyo hii yote inakuwa ni moja miongoni mwa misingi yetu sisi kama Waislamu. Na pia vile vile pia na katika kuna kufuata, yani katika ile imani, kufuata imani na mfano mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yani moja katika imani, kuwa na imani sisi ndio misingi yetu iliyokuwa ni bora na iliyokuwa ya muhimu kwetu sisi. Kwa sababu imani yako ikiwa ni dhaifu, imani yako ikiwa ni ile ya kutingishwa, ina maana kwamba bado hujawa madhubuti. So tabia yako ikiendana na misingi ya Ahlul Bait alayhimus salam na kupata ile imani ya dini yako ambayo unajua kwamba yani hautatingishwa na kitu chochote kitakachokufanya mpaka wewe imani yako ianguke. Bi maana ni muhimu sana kuwa na msimamo kwa kile unachokifanya. Naam, ni maana sana kuwa na msimamo. Ina maana kama itakuwa huna saizi hapa, mtu akija akikupiga tu tablighi na mambo yake mwenyewe aliyokuja nayo ya dunia, ina maana tayari unaanguka chini. Lakini sasa kwa mujibu wa kujenga kizazi chetu sisi kuanzia pale kilipokuwa bado kichanga, ina maana tutakuwa tumempatia mtoto misingi bora
ambayo itakaye kuja kumkuza katika maisha yake, kiasi ambacho imani yake itakuwa ni madhubuti, hataweza kuja kutingishwa wala kuja kuanza kuyumba katika maisha yake. Na kizazi chake pia, kama tunavyojua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, utakapofuata ina maana tutakuwa na tabia, watoto watakuwa na tabia kama za Imam Ali alayhi salam, na kama itakuwa ni wasichana, watoto wa kike watakuwa na tabia kama za Bibi Fatima alayha salam, kwa sababu yani kwa mujibu jinsi atakapotoka katika ule udogo mpaka atakapokuja kuwa mkubwa, ina maana tayari atakuwa ni mtu ambaye ni madhubuti. Na hapa linaanza na vile sisi wazazi tutakavolea wale watoto. Ni kweli, ni wazazi tutakavolea wale watoto. Kwa hiyo ina maana kwamba kwanza atakaye kuanza ni mzazi. Ndiyo. Kwa sababu mzazi yeye ndio mwalimu ambaye atakaye kuwa ni wa kwanza wa kumfundisha haya yote. Kwanza pale katika kuchaguana kwa wanandoa wawili. Wao wanandoa wawili. Mumechaguana vipi ndio itaonyesha zaidi maadili yenu katika ile ndoa yatakuwa yapi. Naam. Ina maana usipochagua mwanamke ambaye ni imara katika misingi ya dini, ndio pale tulivyosema kwamba utakuwa ni kama umeshika mchanga katika kiganja chako. Utatoka taratibu, mwisho utabakia mtupu. Ina maana sasa hiyo nyumba itakuwa haina mtu madhubuti. Na mama ndiye mtu ambaye madhubuti na ndo mlezi na ndo mwalimu wa kwanza ndani ya nyumba. Unaona? Kwa watoto hawa watakapokuwa katika misingi ya Ahlul Baiti, wakijua tabia za Imam Hassan na Imam Hussein alayhi wasalam walizokuwa nazo, ina maana kwamba wao watakuwa kwamba ndio vigezo vyao. Atakachokifanya unamwambia mtoto, angalia, je, hii kweli Imam Hassan alifanya, Imam Hussein alifanya, Mtume Muhammad alifanya? Kwa hiyo ina maana kwamba mtoto atakapokuwa akisikia yale maneno Imam Musa Hassan alifanya, ni maana kwamba atajua kwamba mimi natakiwa nifanye kama Imam Hassan. Huyu Imam Hassan alifanyaje? Ina maana kwamba katika akili yake udogo mpaka atakapokuja kuwa mkubwa, yeye mwenyewe atakuja kumtafuta Imam Hassan na Hussein, Mtume Muhammad walifanyaje. Alafu pia katika kule wanapompa jina mtoto. Naam. Umempa mtoto jina la Ahlul Bait. Umempa mtoto jina kama la Haidar. Umempa mtoto jina kama la Hussein, Fatima, umempa Zahra. Sasa kila ukimpa historia yake unayajenga yale maadili kwa unayajenga yale maadili, kwa sababu mtu anajua kwamba mimi jina langu ni fulani na fulani alikuwa na tabia hii. Sasa unajikuta mtu mwenyewe tu basi anajipatia kujilazimisha ile tabia ya yule aliyopatiwa jina lake. Kwa sababu tunaambiwa saa nyingine mtoto utakapompatia jina pia vile vile huenda akarithi tabia za yule mwenye jina. Kweli. Wewe umeenda kuita mtoto shida, jamani. Sasa shida. Unaenda kuita mtoto matatizo, atakuwa na matatizo. Unamwita mtoto cha usiku, mbona atakuwa ni usiku. Yaani unaona zile majina unayopatia. Alafu sasa pia vile vile kuna majina mengine mtoto ukimpatia anaona haya hata kumuita mbele ya watu ya marafiki zake. Anaona hiyo kuna majina mtoto unamuita mpaka anajifanya labda kama si anaitwa. Wewe muita mtoto Mwanakombo. Chambilia chomalige majina yetu ya kidigodigo na Mwanakombo, Mwanshamba. Jamani. Unaona huyu mtu Mwanshamba, Mwanshamba. Sasa haya majina kama hayo unakuta mtoto anaona sasa mbona anaitwa tena jina kama hili, kwa sababu anapokuwa mdogo kwanza anakuwa hajajielewa. Lakini anapokuja kuwa mkubwa anaona kwamba hili ni jina gani. Lakini hebu mpatie Fatima, Zainab, Sakina. Majina kama haya mtoto akiitwa mwenyewe anajifakhirisha mbele ya wenzake kwamba yeye niko na jina zuri. Akija kisikia historia ya yule mtu mwenyewe pia anajipenda. Kwa hiyo hii ni nuru ya kumuita mtoto majina yaliyokuwa ni mazuri ambako ndani ya Ahlul Baiti, ambako mtoto mwenyewe atakuwa anafuata kwa mujibu wa misingi ya ile malezi aliyolelewa ile jina lake, naye atajifuata vile vile. Na pia tunaambiwa kwamba hawa maimamu hawa ni misingi inayochukuliwa kama vile ni safina ya Nuhu. Unaona? Kama vile safina ya Nuhu, marakibaha naja wa man takhallafa anha gharika. Yeyote yule ambaye alipanda safina ya Nuhu, jahazi la Nabii Nuhu, aliongoka, na aliyepinga kulipanda aliangamia. Sasa hiki kizazi ndo Ahlul Bait. Kwa hiyo kizazi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kimefananishwa na jahazi ya Nabii Nuhu. Unaona? Ina maana kwamba utakapomlea mtoto mkawa na malezi yale Ahlul Baiti, basi ina maana kwamba familia ile itaongoka. Lakini ina maana kwamba msipokuwa na malezi ya Ahlul Baiti alayhi musallam, ina maana familia ile itaangamia, kwa sababu itakuwa haijapata malezi bora. Haijapata malezi yale ambayo yanayotakikana kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Baiti alayhi musallam. Na pia vile vile tunaambiwa kwamba katika kujenga familia
na misingi ama kizazi kwa misingi ya Ahlul Bait alayhi salam. Hii ni mojawapo ya kuwapatia watoto ama familia mapenzi ambayo inaitwa mawadda. Unaona, hiyo ni mojawapo katika yale mapenzi. Watoto watakuwa kuona ile mapenzi, wakisikia mtume wenyewe roho itakuwa iko na ile mapenzi. Kwa sababu sisi Waislamu hatujamuona mtume, lakini sasa hivi Haifa, ukiambiwa mtume alikuwa hivi, mwenyewe unasikia raha mpaka katika nafsi yako. Kwa hiyo ina maana kwamba mapenzi yale utakapoweza kuyajenga kuanzia kwa utoto, na maana msuli atakuwa na ile mapenzi kwamba ya kumpenda Mtume Muhammad ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe alisema hiyo. Tena akasema mawadda imesemwa katika, kama sikoseni, aya 2, aya ya Ahlul Baiti pamoja na aya ya zauji, ile ya mume na mke. Mawadda hii si ile mapenzi ya kawaida. Haifata saizi kutoka hapo nje mtu yoyote anaweza kusalimiana naye kwambia dada, mimi nimekupenda. Hiyo ni mapenzi tu ya kawaida, lakini mawadda mawadda ni ile mapenzi ya ndani kabisa, ambapo Mwenyezi Mungu katika aya alisema kwamba la as'alukum alayhi ajran, nikimwambia Mtume Muhammad kwamba kul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Unaona, kwa ina maana kwamba huku kujenga kizazi katika Ahlul Bait kwa misingi ya Ahlul Bait, hii kwetu itakuwa ni kama ni faradhi, kwa sababu hii moja kwa moja ilikuwa ni aya, na pia vile vile ni hadithi. Mtume pia alisema tuwapende Ahlul Bait, pia alitumia neno hili la mawadda. Unaona, kwa hiyo ni katika kuwapenda, sile mapenzi tu ya juu juu kwamba mimi nakupenda. Wakati wengine wanachukulia kwamba ni mapenzi ya juu juu. Hiyo si mapenzi. Kuna saa zingine ukiwa labda unasikiza ima ni ziara ama unasikiza labda ni dua, umeamua mimi acha nisome ziara tashura, ukiisoma ama hadithul kisa, maana nakwambia hadithul kisa, ukitaka kumlea mwanao angalia malezi, soma hadithul kisa ijue vizuri, utajua malezi utayapata vipi pale. Sasa hadithul kisa inakufanya unasikia ile mahaba kwa nyumba ya mtu. Mwingine mpaka akisoma anasikia machozi yanamtoka. Sasa ndo hai, sasa ukisikia machozi yamekutoka, raha unasikia ndani mpaka katika roho, hiyo ndo mawadda yenyewe sasa. Lakini si haya ya kawaida tu mapenzi mahaba. Unajua kuna mahaba na mawadda. Sasa hii ni mawadda, kuwapenda Ahlul Bait, yale mapenzi ya ndani kabisa. Kwa hiyo ina maana kwamba utakapojenga kizazi chako kwa misingi ya Ahlul Bait, pale ndo utakuwa umejenga mawadda katika nafsi zenu katika ile familia. So kwa hiyo familia inapaswa kufundishwa kuwapenda Ahlul Bait kama sehemu ya imani. Hiyo moja. Mapenzi yetu tunaambiwa si ya kihisia tu kwamba mimi yani ninapenda tu, hapana, ndo yale mapenzi ya ndani, mawadda yanayotakiwa, bali ni kufuata pia nyayo zao katika ibada. Yani ukisema kwamba unapenda Ahlul Bait, ufuate nyayo zao katika ibada, kudumu katika ibada, jiweke wewe kwamba ni mtu ambaye unakuwa unafanya ibada katika mujibu na misingi ile Ahlul Bait alayhi salam. Hapo ndo utakuwa kuna ile mawadda ya kweli kwa Ahlul Bait alayhi salam, na familia yako pia itakuja kuwa ni familia ambayo iko na hayo mawadda vile vile. Pia vile vile subira. Ahlul Bait walikuwa kuna subira, ina maana kwamba utakapokuwa umejenga misingi yako katika familia yako katika kuwapenda Ahlul Bait, ina maana kwamba kutakuwa kuna subira, kwa sababu wanadamu sisi tuko na mitihani mingi sana, na katika hii mitihani ya katika hii dunia, ina maana ili kuweza kukabiliana nao ni kuwa na subra. Ina maana kama utakuwa huna subra, basi ina maana kwamba utayumba katika ile mitihani ambayo tutakayejaribiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile kuwa na uadilifu. Unaona, Ahlul Bait wao walikuwa wanafanya kila wanachokifanya kwa mujibu wa kufanya uadilifu kwa katika hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia sasa hivi Haifa, imani za watu zimekuwa duni kabisa. Uadilifu wa watu umekuwa hakuna. Kila mtu anajifanyia vile anavyofanya. Tunadhulumiana ndugu kwa ndugu, wa damu kabisa, tunadhulumiana. Kwa sababu gani? Hii yote ni kukosa uadilifu na kutokujenga kizazi chetu kwa mujibu wa Ahlul Bait alayhi salam. Na pia ni kama kwa ile unakiuka. Ni kwamba hutaki kufata. Wewe unajua kabisa, umeambiwa kwamba Mtume amekwambia usikate udugu. Mtume amekuhimiza, kisha unaunga koo. Sisi tunakata koo. Tukiangalia tunakata vizazi vyetu. Maana ndugu si mzigo kabisa, si mzigo. Familia hazikosi kukosana. Hiyo ni kawaida. Lakini tunapokumbuka ile misingi ya Ahlul Bait, malezi yao, malezi ya Mtume, malezi ya Bi Khadija, malezi ya Imam Ali, ya Bi Fatima, basi tutakuwa watu ambao tuko katika njia sahihi. Tukiangalia kama malezi ya Ummul Banin alivyowalia kina Abbas. Abbas aliishi kujua huyu ni imamu wangu. Ni imamu wangu kabisa. Alikuwa hata amuiti ndugu yake
kabisa. Na Banin aliwapenda sana watoto wa Bibi Fatima Zahra kama vile watoto wake, yani kushinda hata ukiangalia wanawe kabisa. Aliwapenda akiwaona kwamba kama vile ni watoto wake. Hakutaka kuwatofautisha na Imam Abbas na Abbas, wote walikuwa ni kitu, yani katika level moja. Na ukiangalia hata wakati nani Imam Hussein amefariki, alipouliza Banin aliuliza, nataka kujua hali ya Imam Hussein. Anaambiwa mwanao Abbas ameenda. Anasema hapana, nataka kujua Imam Hussein. Sasa haya ni yale mapenzi. Ndio yale mawada sasa. Ndio maana nikasema mawada, kwa sababu mapenzi ni ile ya kawaida tu, tunaweza tukapendana lakini ikawa ni yale tu kwenye mdomo, lakini ndani ya nafsi ndio inatakikana. Kwa hiyo na maana kwamba Uislamu ukiwa kuna ule uadilifu, hakuna kudhulumiana. Uislamu ikiwa tunakwenda kulea watoto katika misingi ya Ahlul Bait, tutakuwa tuna mapenzi kwa watu sisi katika familia, na kuzidi kuwa na ile mapenzi zaidi kwa nyumba ya Mtume alayhi salam. Kwa hiyo tunaambia kwamba hii si hisia ya kimoyo tu. Yani sio ile hisia tu hapa tu katika moyo, bali ni wajibu wa kisheria. Unaona vile mtangulia kusema. Ikiwa ni aya, basi na maana kwamba ni wajibu kwetu. Kweli. Unaona, kwa hatuna ile kusema kwamba nikiamua nitalia mtoto wangu kama vile Mtume alivolea familia yake, ama si kuamua. Ina maana kwamba hiki ni kitu ambacho ni cha wajibu kwetu sisi kukifanya, kwa sababu tunaongeza pia kizazi cha Mtume. Kabisa, tunaongeza kizazi cha Mtume, na ndio ili Mtume aende akajifakhirishe vizuri umma wake hiyo siku ya Kiyama. Lakini je, tukiwa tumekwenda kinyume na kuwapenda kuwalea familia zetu na kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Bait, hii familia ama huu Uislamu utakuwa ni wa namna gani katika dunia hii? Kwa sababu huu ndo mwongozo wetu. Kwa hiyo tunaambiwa katika sheria hii, ni moja katika sheria ya katika imani. So ambalo neno hili la mawada ile neno la Kiarabu ambao Kiswahili chake ama katika tafsiri ndio hiyo mapenzi ya ndani kabisa. Tupende kwa mapenzi ya ndani. Kwa hiyo vitendo vyetu pia vinatakikana tuwe tunafanya vitendo kwa mujibu wa Ahlul Bait alayhi salam. Kwa sababu utakaposema kwamba eti unapenda tu, lakini wewe unapenda katika kuongea, lakini kinakachoonyesha kwamba wewe unapenda haswa ni vitendo. Ikiwa vitendo vyetu haviendani na Ahlul Bait, ina maana kwamba bado pale hatujafikia ule msingi wa kuwalea ama kuwa na ile misingi ya Ahlul Bait alayhi salam. Naam, shukrani sana ustadha. Naam. Mimi nikukate kidogo ustadha, tuchukue mapumziko kidogo, tukirudi tuendelee na awamu ya pili. Naamini ni maongezi marefu sana ambayo sisi tunapaswa kuyafahamu, mpenzi mtazamaji, kuelewa nini haswa kuwalea familia kwa misingi ya Ahlul Bait. Shukrani sana ustadha. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, alhamdulillah, anazidi kujuza mengi kuhusiana na jinsi tutajenga vizazi vyetu kwa misingi ya Ahlul Bait. Kama unavyojua, Ahlul Bait ni muhimu sana haswa kwetu sisi Waislamu na kwetu sisi wafuasi wa Ahlul Bait. Tunapaswa kufahamu ya kwamba kuwalea watoto kwa misingi ya dini, tutaangalia jinsi gani Mtume aliwalea wanawe, jinsi gani Mtume alilea umma. Tukiangalia wengi walikuwa na ahlak nzuri. Ukiangalia Mtume alimlea Imam Ali. Imam Ali alikuwa na tabia gani? Tabia njema. Insha Allah mpenzi mtazamaji, hata tuchukua mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, tukiwa naye Ustadha Sofia anazidi kudadavulia mengi kuhusiana na jinsi gani tutajenga kizazi kwa misingi ya Ahlul Bait. Kama tunavyofahamu, kizazi ni muhimu sana kuekeza ndani yake. Wanakuambia usikose kuwekezea ndani ya kuikuza kizazi chako. Kizazi chako ni muhimu sana. Kizazi chako ndo kitakachokupa ufahari, na hakuna ufahari mkubwa zaidi kuikuza nyumba yako kwa misingi ya Ahlul Bait. Insha Allah, tukirudi kwake ustadha tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Asante. Asante. Insha Allah, bila kupoteza muda tuendelee na mada yetu. Naam. Tunaambiwa katika kujenga kizazi kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Bait alayhi salam. Hii pia moja wapo katika kuwapatia ilmu pia watoto vile vile. Yani kuwafunza, manake kumpatia ilmu kwa mtoto, yani familia, kuwajulisha Ahlul Bait alayhi salam, hilo jambo bora sana. Sawa sawa. Kwa sababu tunaambiwa pia moja wapo katika hiyo pia watoto watapata ilmu na watapata maarifa ya kuwafahamu Ahlul Bait alayhi salam. Kwa hiyo tunaambiwa Ahlul Bait alayhi salam kwa sababu gani? Wao wenyewe wanajulikana kama
hazina ya elimu ya Mtume. Ndiyo. Wenyewe ni hazina ya elimu ya Mtume. Hazina ni kile kitu chako ambacho umekiwekelea, umekihifadhi, ambacho kitakuja kukusaidia baadaye. Naam. Sasa Mtume yeye familia yake ni hazina, ambapo wao sasa sisi tunajifunza kupitia ile hazina ambayo alituwekea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ina maana kwamba hazina hii utakapohifadhi vizuri, ina maana kwamba kama hivyo kutusaidia sisi, na pia vile vile itakuja kusaidia wewe vile vile katika kizazi chako. Watoto watakuwa wamepata ile elimu ya kuifahamu vizuri kuhusu Ahlul Baiti na kujua kile kinachotakikana kufanyika katika ulimwengu kama huu. Tunaambiwa pia vile vile, yani watoto watakapopata ile ilmu na maarifa, hii ina maana kwamba ni katika kuwahimiza, katika kuwaelea watoto katika elimu ya dini pamoja na elimu ya dunia vile vile. Kwa sababu utakapomlea, yani utakapomfunza mtoto kumpatia elimu ya dini na elimu ya dunia, hii itamfanya yeye kupata ule ufahamu mpana wa maisha. Ndiyo. Dini anajua kwamba hiki kinatakikana kufanya, hiki sitakikana kufanya. Dunia iko na mambo mengi. Kwa hiyo ina maana kwamba akili yake itakuwa iko fresh ya kupangilia mipango yake kuhusiana na ile dunia kwa mujibu wakati ule jinsi itakavyokuwa. Na nadhani ustadha, kwa hili swala tukiangalia rais wa Iran ni mfano mzuri sana. Sana. Rais wa Iran ukiangalia yeye bado ni cardiologist, ama ni pia anafanya mambo na surgery. Ukiangalia amesoma elimu ya dunia. Na bado amesoma elimu ya akhira. Ukiangalia ni kitu kizuri sana. Ni kitu kizuri. Unasoma pande zote mbili. Maana iko na faida. Hii inakusaidia katika dunia na hii inakusaidia katika akhira. Na unakuwa mstari wa mbele na kufanya unasimama wewe bila kuweweseka na chochote. Kabisa, kwa sababu unakuwa yani wewe ni mtu ambaye katika mambo ya dini upo. Na katika mambo ya akhira pia vile vile upo. Hivyo katika mambo ya hapa duniani. Siku moja nilipitia katika mtandao nikaona komenti moja ilikuwa inaongelea watoto ikifika kama holiday hivi watoto wapewe ruhusa kwenda madrasa, maana ilikuwa wameanza hii masuala ya kwamba watoto wa shule warudi shule pia holiday. Nataka kujua watoto watakaa mbali na dini. Mmoja katika comment akasema, mimi kwanza mwanangu sitaki hata aende zake shule. Nataka aende madrasa peke yake. Watu ndio tunasema ni sawa, haikataliki. Lakini ukumbuke mtoto kesho atakuja kupata riziki. Sio siku zote ambazo watakuwa wakipata hii kazi ya madrasa. Si wote utawasomesha wanafunzi wote madrasa. Lakini sio wote watakao kuwa mashehe, sio wote watakao kuwa mastadha. Ni misingi gani wewe mwenyewe umemjengea mtoto wako? Kuwa na msimamo. Na ndio maana wazazi wengine wakaamua kwamba hii holiday mimi lolote liwalo sipeleke mtoto wangu afanye tuition shule. Hii ni muda wake wa kusoma nini? Masomo ya dini. Ya dini nayo. Ndio aweze kuelewa. Naam, aweze, kwa sababu kwanza kwa dunia yetu sasa hivi mtoto kama usipompatia malezi ya dini, mtoto atapotea vibaya sana, kwa sababu hana hata moja atakalikuwa analijua kuhusiana na dini yake. Kwa hiyo ina maana kwamba ikifika siku za likizo ni vizuri kwa mtoto kumkazania katika mambo ya dini. Ni vizuri sana kumkazania kwamba kumjua Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaambiwa pia hii ni moja yapo kumfunza mtoto ama kufunza umma katika umoja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ile tauhidi, kumjua kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, kumjua kwa Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo ina maana kwamba hii ni moja wapo ili katika ile misingi ambayo mtoto ni lazima afunzwe. Na ataipatia wapi? Ni madrasa. Ina maana kwamba hata likizo ikiwa utampeleka shule utakuwa kuna kitu umemnyima hapa. Sawa, kila kitu kinatakiwa kipatiwe wakati wake na nafasi yake. Kwa hiyo hapa atakuwa anapata ile mafundisho ya kweli ya Kiislamu yanayohifadhiwa na kizazi cha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa tunaambiwa elimu na maarifa si kusoma vitabu tu. Unajua mtu anaweza kupatia kitabu tu, shika hiki kisome, na ukakisoma na ukakielewa, lakini tunaambiwa bali ni nuru inayomuongoza mtu kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuishi kwa uadilifu. Na kitu nimegundua ustadha ni kwamba sio wote ambao waliosoma Qur'ani wanaishi kwa uadilifu. Ni kweli. Kuna watu wamehifadhi mpaka Qur'ani lakini wanafanya kinyume na dini. Na ni mtihani mkubwa sana. Unasema bora ambaye hakuhifadhi, kwa sababu kule kuhifadhi kwako ni amana kwa Mwenyezi Mungu. Sana. Utaulizwa, je, ulifanya matendo sawia na ulichokihifadhi wewe katika? Ndio ile Mwenyezi Mungu alivyosema lima taquluna ma la taf'alun. Yani unaongea kitu ambacho, kwa nini mnasema maneno ambayo hamiyafanyi? Unaona? So maneno yako unayoyaongea na matendo yako yanatakiwa yaambatane yote.
Usijue ukawa matendo yako ni mengine na maneno yako unaongea ni mengine, hivyo haitakikani. Kwa hiyo ni vizuri kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakapomtambua Mwenyezi Mungu, ina maana kwamba kile utakachokuwa unakifanya utakuwa unaogopa kwamba kuna Mungu. Lakini ikiwa haujamtambua Mwenyezi Mungu, una maana kwamba uko free tu, chochote kile wewe unaweza toka kifanya bila kusema kwamba kuna Mungu jamani. Kwa sababu naambia yote atakayekuwa anamjua Mwenyezi Mungu akipiga hatua moja mbele, akiona sivyo basi atarudisha hatua ile moja nyuma. Ndio maana Allah akatuwekea tauba. Alipotuwekea tauba ni kwamba sisi ni binadamu, tunakosea, sisi ni viumbe dhaifu. Kila anapotuamsha kila asubuhi anatuhimiza sisi tufanye ibada, tufanye tauba, turudi kwake. Kwa hiyo ina maana kwamba tutakiwa tufanye hiyo, kuwahimiza vizazi vyetu kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Bait, kwa sababu hata Mtume Muhammad mwenyewe pia alisoma na yeye mwenyewe akawa ni mwenye elimu zaidi, mpaka mwenyewe akasema kwamba ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Unaona, wa man arada almadina falyati min babiha. Ina maana kwamba yeye ndo mji wa elimu na Ali ndo mlango wake, na anataka kuingia katika mji basi lazima apitie katika nini? Mlango, ambaye mlango ndo Imamu Ali alayhi salam. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi ni wajibu na hii kusoma kumjua Mwenyezi Mungu, si kwamba ni khiari, kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walituambia kwamba talabul ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslimin. Kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Kwa hiyo kumjenga yani kizazi kwa mujibu wa Ahlul Baiti, ina maana kwamba hii ina maana kwamba itamjenga mtoto pia katika ile kujua Mwenyezi Mungu na kujua yani kwa elimu ya dunia, na hii hapa na elimu ya akhira. Dunia itamuongoza katika dunia yake, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kumfanya akapetuka, lakini akijua Mwenyezi Mungu ina maana kwamba atakuwa anarudi nyuma na kwenda kufanya mambo yake kwa mujibu wa Ahlul Baiti alayhi wasallam. Jukumu sana kubwa la wazazi sana, ndio maana wazazi wengi watakuwa masuli kwa Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu kuna siku nilipita katika mitandao na ukiangalia ni mtihani mkubwa ambao unaendelea. Kwa hiyo katika kumpatia mtoto ama familia katika kumweka katika kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Baiti alayhi wasallam, pia vile vile kuna hii ibada. Ibada lazima mtoto ili aweze kupata ibada ile Ahlul Bait lazima asome, ajue walifanyaje ibada, na ndio maana na yeye ili aweze kupata ile mwongozo kupitia kwa Ahlul Bait alayhi wasallam. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kijana utakapompatia ile elimu ya ibada, kufanya ibada hii inamjenga kijana aelewe kuwa kutafuta elimu ni faradhi, ndio ili asije akaona kwamba si lazima. Unajua watoto wetu wa sasa hivi akishamaliza sekondari tu basi yeye anajiona kwamba ameshakuwa ni mtu mzima, tena kurudi madrasa hawezi. Lakini tukimjenga ile kwamba hapana, elimu ni bahari haina mwisho, na mtu anatakiwa atafute elimu, kwa sababu tunaambiwa kwamba Mtume alisema kwamba utlubu al-ilm min al-mahdi ila al-lahdi. Na hakuna kitu kizuri ustadha kama mwanamke kuwa na elimu. Sana. Mwanamke akiwa na elimu, wewe ndio unashinda na yule mtoto nyumbani. Kabisa. Wewe ndio unamuongoza yule mtoto. Sana. Unapomuongoza yule mtoto katika njia sahihi, wewe ndio mama pale nyumbani. Kabisa. Ndio baba atakuwa na mchango wake. Lakini zingine kuna wanawake ambao ni wanawake wa nyumbani. Ukiangalia kuna mzazi, yeye mzee lazima aende akatafute riziki. Kabisa. Na kule kutafuta riziki kwake unakuta hawe na muda mwingi sana na yule mtoto. Sasa wewe kama mama pale nyumbani, ukiwa na ile kipaumbele kwamba dini unaifahamu, huyu mtoto wangu acha nimzoeshe Qur'an, nimzoeshe kusikiza Qur'an, nimzoeshe mambo na Mwenyezi Mungu. Huyu mtoto ukuaji wake atakuwa na ukuaji mzuri sana. Atakuwa na ukuaji mzuri ndio, na hatakuwa ni mkaidi. Hata kama uko nje atakuwa kuna ile anayopata kwa sababu ni mwanadamu na yeye. Lakini kwa ile misingi uliomjengea nayo ndani ya nyumba, msule hatakuwa ni mkaidi sana. Na haifa si kusema kwamba wazazi wote labda wa kike wanakuwa ndani ya nyumba. Kweli. Kuna wengine hatuko ndani za nyumba. Tunakuwa tunahangaika tunarudi nyumbani. Lakini wewe kama mzazi unatakikana ujipangie. Unajua kuna ile kujipangia muda wako. Kwamba ni ujijengee kwamba kuna muda wangu wa kufanya kazi za nje, na ninapoingia ndani mimi niwe kama mama. Unajua utakapoingia ndani vua ile vazi la nje na ulivae vazi la ndani ya nyumba, wewe kama mama ndani ya nyumba. Na pia vile vile hata kama kuna kazi za nyumbani, lakini haifa kuna uwezekano wa kupanga siku maalum kwa ajili ya kuwakalisha chini hawa watoto. Ikiwa hautofanya hivyo, ina maana kwamba umeiacha familia, yani unaipoteza familia yako, unapoteza kizazi chako, unaona. Kwa hiyo wewe kama mama, mimi kama mimi hapa mimi sikai nyumbani, mimi niko na shughuli zangu nje nafanya. Lakini nikishaingia ndani ya nyumba mimi navua vazi lile la kule nje. Mambo ya nje nimeshamalizana nayo. Umekuja kama mama. Nimekuja mama ndani, nimeingia ndani ya nyumba mimi kama mama ndani
ya nyumba na siku yangu ya kupumzika unakuta ni siku ya Sunday peke yake. Lakini unakuta hata hizo siku za kawaida zile za weekdays, mimi hata kama nitakuwa ni mama ndani nyumba, lakini sikosi kuwapatia watoto vineno vya kuhusu Mwenyezi Mungu pale ndani ya ile nyumba. Na pia vile vile najitengea siku yangu maalum. Unakuta mimi kama siku yangu ya Jumapili naamua mimi kabla sijaamka nikaanza kufanya chochote ndani ya nyumba, lazima nawakalisha watoto wangu chini after kisha kunywa chai. Unawakalisha watoto wangu chini, kama kuwasomesha Qur'an na wasomeshe Qur'ani na wapatie chochote cha kuwafanyia. Kwa sababu wakikosa hata kama kwenye hiyo wiki mara moja, na maana bado utakuwa unapoteza. Na utakuta wazazi wengine mashallah anaweka barnamiji hata ya kushika hadithi katika. Anakuambia leo nataka kila mtu ashike hadithi hii. Kesho asubuhi kabla hujaenda zako shule unasomea hadithi unatoka. Na ilivyo utakuta kuna wazazi wengine mashallah anaweka zawadi kwa watoto. Kabisa, na hiyo ni nzuri. Akiweka zawadi kwa mtoto anaambia mimi nataka utakapokamilisha juzu fulani. Na unajua mtoto akiwa pale bado mdogo huwa ana ile kwamba mimi nataka zawadi ile. Na kuambia watoto wanapenda vitu kama hivyo. Yaani hata usimwambie ni zawadi gani, lakini mtoto utamfanyia mashallah msombona atafanya. Na hilo kimaliza atakipita kule shuleni utasikia mama zawadi yangu uliniambia 1 2 3. Nataka zawadi yangu. Na umpatie. Ina maana usipompatia utakuwa unamvunja. Ndio. Kabisa hivyo. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajipangie haifa, si eti kwa sababu tunatoka basi ndio tuache familia zetu sina nafasi. Hapana, jipangie kwa sababu kazi za ndani ya nyumba haifa haziishi. Ukisema kwamba unashinda ndani ya nyumba kuanzia asubuhi mpaka jioni, wallahi utafanya na hautamaliza. Ndio. Kwa hiyo unatakikana ujipangie kwa sababu tunajua kwamba kazi za nyumba haziishi. Kwa basi chukua familia yako kwanza, itangulize kuifanyia kitu. Ndio ili hivyo hata ukiwa unapika mtoto unamhifadhisha Qur'ani. Tunafanya kwa sababu unakuta katika madarasa watu unakuta wanapewa kuna nini sura za kuhifadhi. Hauna muda wa kuwasomesha. Utasomesha wakati gani? Unawaambia mtoto mimi ninaposukuma chapati hapa unanisomea. Hivyo ndio tunavyofanya ndani za nyumba haifa. So utaona mtoto mashallah anajua kusoma, lakini ndio huo ndio msingi ambao tunaotengeneza ndani ya nyumba. Nikienda jikoni kupika naambia unakuja unanisomea hapa. So mtoto anakuja anakusomea, na kweli unakuta sasa hivi kidogo kidogo mtoto anapata. Na siku moja unaoipata katika kuweza kuipatia familia yako chochote, patia, usiachilie hata dakika moja. Ndio maana unaambiwa kwamba mzazi wa kiume siku zote ambazo utaenda msikitini kuswali, siku nyingine swalisha familia yako. Amka subhi, swalisha familia yako. Salatu al-maghribaini, swalisha. Maana pale subhi kwanza ndo muda mzuri sana wa kubond ile kama kifamilia. Ambao soma aya fulani, wamefika wapi? Soma hata kabla ifike ile saa 12 watoto wameshasoma Qur'ani. Thawabu ngapi mmeingiza katika ile nyumba? Na hata msomo mwenyewe atatoka pale akiwa amechangamka. Hiyo kuna ile uchangamfu tutakuwa tunapata. Unajua hakuna muda mzuri kama wasibu. Kwanza saikolojia yake unaitengeza. Kabisa hiyo. Kwa hiyo elimu kumpatia mtoto hiyo ni faradhi. Tujue kabisa ambao sisi wazazi wetu tunatakiwa tujipatie. Na pia vile vile tupatie familia zetu vile vile. Kwa sababu tutakuwa tunawalea watoto katika mambo ya sayansi. Umetoa elimu za dunia hii, utampatia mtu katika ile mambo ya sayansi na mambo ya teknolojia vile vile na mambo ya kiuchumi pia vile vile. Kwa hiyo zote ni ibada zikifanywa, yani kwa nia ile ambayo inatakikana kabisa, basi mtoto huyu atakuwa katika mwenendo uliokuwa ni mzuri. Maisha yake ya dunia ataendesha vizuri, ataendesha kiuungu. Na atakuwa amejiwekea hazina yake, ile hazina kwa ajili ya kesho akhira. Kwa ajili gani? Ya kumpatia maarifa ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili tunatakiwa tulifanye sana wazazi sisi katika manyumba yetu. Kwa sababu tuambiwa hii ndio elimu ya juu kabisa. Yaani maarifa ya kumjua Allah, tunaambiwa ni elimu ya juu kabisa katika kukijenga kizazi kwa kukifundisha katika mambo kama hii. Kwa sababu mtoto atakuwa akikaa anatafakari kuhusiana na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Unaona? Kama vile mtume pesa kwa anakaa kitafakari, alikuwa akitafakari kuhusiana fi khalqi samawati wal ardh. Kwa hiyo pia atakuwa anatafakari kuhusiana na maumbile, jinsi Mwenyezi Mungu alivyoumba hapa duniani na nini, na atakapofanya kazi zake hapa duniani atazifanya pia kwa mujibu wa hukumu na sheria za dini. Hata kuwa akifanya ile jinsi tu akifanya, yani unajua mtu akiwa hana elimu ya dini atakuwa haogopi. Hapo ndo mtoto labda anaangalia hivi, kwa nini sisi tunasema Allahu Akbar? Kwa nini tunasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa? Hasa kila akiangalia viumbe wa Allah
Akiangalia Allah amemuumba huyu hivi, ameumba dunia hivi, anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sana kabisa. Kwa sababu mtoto atakuwa akitumia akili kuona ukuu wa Allah katika ulimwengu. Kabisa. Hilo akilijua, kwa hiyo maana kila kitu chake kukifanya anajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Kabisa. Na pia vile vile tunaambiwa kwamba kutambua nafsi. Kwa hiyo maana kwamba nafsi yake pia atafanyaje? Atakuwa anaitambua. Yaani bora tu tumlee mtoto kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Baiti. Haya ni malezi ya kiungu, ni malezi ya ndani ya nafsi, kumpatia mtoto kuitambua nafsi yake. Unaona? Tunaambia kama alivyosema Imam Ali alayhi salam, mwenye Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mwenye kujua nafsi yake amemjua Mola wake. Kabisa. Kuitambua nafsi yake, atakuwa amemjua Mola wake. Sasa yote hii, mafunzo haya yote ni kupitia ile misingi ya Ahlul Baiti alayhi salam. Ndivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyolea familia yake, alivyolea wale wote waliokuwa katika mikono yake. Ndio maana unakuta sasa hivi tunajifakhiri sisi kwamba mtoto wangu anataka awe na tabia kama za Imam Hassan alayhi wasallam, ama kama za Bibi Fatima na Bibi Zainab alayhi wasallam. Unaona, hii yote ni katika ile kuilea familia yako katika misingi iliyokuwa ni mizuri. Mashaallah. Naam. Kwa hiyo elimu hii, na pia vile vile tusome ile kujua tu elimu, vile vitendo haswa vinatakiwa. Vitendo. Ukifanya vitendo vyako, basi fanya vitendo kwa mujibu wa Ahlul Baiti alayhi salam. Kwa sababu ina maana utakapofanya vitendo vyako kwa mujibu wa Ahlul Baiti, hapo muonyesha ile mawadda ya ukweli. Hapo muonyesha yani kama yale mawadda ya ndani, ni yale mawadda ya ndani. Na kweli kama ni misingi, utakuwa umeikuza familia yako katika ile misingi ambayo inayotakikana kabisa, ambayo unafanya vitendo vyako pia kwa mujibu wa Ahlul Baiti alayhi salam. Unaona, kwa kutenda unachokijua, kama vile kwa sababu unaambiwa utakapokuwa umesoma, ina maana kwamba kile utakachokifanya kwamba unakifanya kulingana na vile ulivyokielewa katika ile elimu yako, vile ulivyoipata. Sio unajifanyia tu mambo kinyume tu vile. Kwa sababu utakachokifanya kifanye kwa mujibu wa nini? Wa Allah, ama amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa vile ambavyo tunajua kwamba Ahlul Baiti ama walilelewa kwa msingi hii, na mimi basi nafanya kwa mujibu wa misingi Ahlul Baiti alayhi salam. Ina maana kwamba utakapofanya kinyume na hapo, basi ina maana kwamba yale mawada tunaosema itakuwa hatuna kwa Ahlul Baiti. Ina maana usipomfundisha mtoto ama usipoilea familia yako kwa kuwapatia elimu, ina maana kwamba tumekwenda pia kinyume na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hii ni wajibu. Kwanza kusoma ni faradhi, na Mwenyezi Mungu alituwekea kwamba kuwapenda Ahlul Baiti, hiyo pia ni faradhi vile vile. Kwa hiyo ujue kwamba tunaposema kwamba tunalea familia kwa mujibu wa misingi ya Ahlul Baiti, hii si mapenzi tu peke yake, isipokuwa tuweke kwamba hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndio vizazi vyetu tutakuwa tumepata vizazi vilivyokuwa vimeongoka, ambavyo vitakuwa vimepata malezi mazuri kwa mujibu na misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Shukran sana Ustadh, alhamdulillah kwa mawaidha yako, kwa mema ambayo umeweza kuelezea. Naamini mpenzi mtazamaji atakuwa anafahamu zaidi, hasa wanawake ambao sisi tuna majukumu sana upande wa watoto, alikuwa makubwa sana, lakini alhamdulillah Allah atatuwezesha zaidi katika malezi haya. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Sofia, alhamdulillah naamini umefahamu mengi ambayo ameweza kuyanena. Ni furaha zaidi kupata ustadha ambaye anakujuza mawili matatu kuhusiana na jinsi gani wewe kama mwanamke, wewe kama baba nyumbani unaweza shikilia ile familia, unaweza kuza yale malezi kwa msingi gani, mkuza mwanao kwa misingi ya Mwenyezi Mungu. Na tunaangalia hii kupitia Mtume alivyolea familia yake, Mtume alivyoangalia familia yake, Mtume alivyomlea Bibi Fatima Zahra, Mtume alivyomlea Imam Ali alayhi salam. Ni malezi bora na kulelewa na mbora wa Mwenyezi Mungu. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.